Na mtazamaji wa PMTV Tanzania, karibu katika update za PMTV. Zaidi tunagusia anga za kimataifa na kinachojiri huko ulimwenguni, na taarifa ambayo ninaanza nayo ni kutoka huko kwa Donald Trump nchini Marekani. Sasa nakukumbusha pia PMBet ni sehemu sahihi kwako kuweka ubashiri kupitia tu nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Unaweza ukafanya hivyo ama www.pmbet.co.tz. Jiunge sasa ili unufaike zaidi. Sasa rais wa Marekani Donald Trump, yeye haishiwi na mikakati mipya kwa ajili ya taifa la Marekani. Utasikia ameanzisha hiki, mara kuwatoa wageni, mara kuanzisha bondi na vitu kama hivyo katika nchi za Kiafrika hizi. Amekuwa ana mambo mbalimbali ambayo yameonekana mara nyingi kupingwa na watu wa mataifa mengine, hasa mataifa maskini haya ama mataifa ya uchumi mdogo. Lakini sasa hii amekuja nayo nyingine na ulikuwa mpango wa muda mrefu. Inasema kwamba rais wa Marekani Donald Trump amezindua mpango wa visa wa Marekani unaoitwa Trump Gold Card. Hata hivyo, wageni watalazimika kulipa angalau dola milioni 1, yani ni shilingi bilioni 2.45 ili kuipata. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mitandao ya kijamii jana Jumatano, Rais Trump alisema kwamba kadi hiyo itatoa kibali cha moja kwa moja cha uraia wa Marekani kwa watu wote wanaostahiki na ambao wamechunguzwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye tovuti ya mpango huo, Trump Gold Card ambayo ilitangazwa mapema mwaka huu ni visa ya Marekani inayotolewa kwa wale ambao wanaweza kuthibitisha kwamba italeta manufaa zaidi kwa Marekani. Visa hii inakuja wakati ambao Marekani imeongeza msako wake dhidi ya wahamiaji wa kigeni nchini humo, ikiwafukuza kwa nguvu wahamiaji haramu na kuongeza ada za visa ya kufanya kazi. Biashara zinazotaka kufadhili wafanyakazi zitalazimika kulipa dola milioni 2 kama ada za ziada, ambayo inakaribia bilioni 5 hiyo. Kwa mujibu wa tovuti hiyo, toleo la platinum la kadi hiyo inazinduliwa hivi karibuni, ambayo itampa mnunuzi punguzo maalum la kodi, lakini itakuwa na ada ya dola milioni 5. Unaweza kuona namna gani taifa la Marekani na Donald Trump anaanzisha mikakati ya kudhibiti na kuona kila ugeni ambao unaingia nchini Marekani uwe una manufaa kwa taifa hilo. Lakini pia kumekuwa kuna zile sekeseke za kuondoa wahamiaji haramu. Lakini hata majuzi tu hapa ambapo walinzi wa ikulu pale walipigwa risasi, alipewa tuhuma kijana wa huko Afghanistan ambaye alikuwa kule nchini Marekani. Sasa hayo yote yameongeza vikwazo zaidi kwa mataifa mengi na kuweka ugumu wa kuingia nchini Marekani. Mpango wa Trump unavutia zaidi uwekezaji nchini Marekani, ama utafukuza wageni wengi ambao walikuwa wana matamanio ya kuishi na kufika katika taifa hilo kubwa kiuchumi ulimwenguni. Nini maoni yako? Shiriki nami kwenye comment hapo. Asante.